Kwa mujibu wa ripoti ya Global Employment Trends for Youth 2024, ifikapo mwaka 2050, vijana wanatarajiwa kuwa nguzo kuu ya nguvu kazi duniani, hasa barani Afrika, ambako idadi ya vijana wanaoingia kwenye soko la ajira itaongezeka kwa kiasi kikubwa na kuchangia ukuaji wa nguvu kazi duniani. Lakini kwa muda mrefu mkoa wa Tanga umekuwa ukikabiliwa na kasumba vijana wengi kubaki nyuma katika kushiriki na kunufaika na fursa za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ukiongelea kwa kata yangu ya Msambweni, hapo mwanzo vijana walikuwa hawajitokezi, hususan katika ile mikutano ya mitaa ama mikutano yoyote. Hata katika ziara walikuwa hakuna vijana wanaojitokeza. Kutokana na hali hiyo, kampuni ya Innovex kupitia ufadhili wa Foundation Botna ilianzisha mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu katika kata 27 za jiji hilo, unaotekelezwa na Restless Development kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Tanga chini ya programu ya Tanga Yetu kwa lengo la kuongeza ushiriki wa vijana katika maendeleo ya jamii. Moja kubwa ambalo tulikuwa tunajaribu kupambana nalo kwa hapa Tanga tulipokuja ni ile hali ya kujiamini kwa vijana. Lakini pia tulikuwa tunaangalia uhusiano kati ya vijana na familia pamoja na jamii kwa ujumla. Lakini pia nyingine tulikuwa tunaangalia ile hali ya uongozi kwa vijana kwa hapa halmashauri ya jiji la Tanga ipo vipi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tulikuta kwamba vipo chini sana. Vijana wengi hawajiamini, kijana hawezi kusimama kujielezea yeye mwenyewe, ambayo inampelekea anaweza akakosa fursa kwa sababu hawezi kujieleza, kwa hawezi kujua anataka nini. Lakini tukaangalia pia uhusiano kati ya wazazi, vijana na jamii kwa ujumla. Tukaona kwamba kuna utengano mkubwa katika uhusiano kati ya vijana na jamii. Sababu ukiangalia tulipokuja ilikuwa ni ngumu sana kijana kupata nafasi katika familia, hata kuzungumza vile vitu ambavyo anadhani yeye vinaweza vikaisaidia maybe ukuaji wa familia au vinaweza vikasaidia kwa namna moja ama nyingine katika upande wa jamii. Vile katika maeneo mengi bado ipo dhana kwamba fursa si za kila kijana bali ni za watu wachache, na kutokana na mtazamo huo vijana wengi wamekuwa wakikosa uthubutu wa kujitokeza na kutumia nafasi zinazowazunguka. Mazingira, mila, tamaduni na mitazamo hasi nayo imeendelea kuwa miongoni mwa sababu zinazowarudisha nyuma vijana. Changamoto hizo pia zimekuwa zikichangiwa na ukosefu wa taarifa sahihi, ushiriki mdogo katika shughuli za jamii pamoja na kuaminiana kati ya vijana na viongozi. Kwa mujibu wa Restless Development, kabla ya kuanza kwa mradi huo, mwitikio wa vijana kushiriki katika mikutano ya kijamii ulikuwa mdogo, huku fursa nyingi zikibaki hazitumiki pasavyo. Tulivyokuwa tunafanya recruitment ya vijana watakao tusaidia kutoa elimu, tulikutana na ombwe kubwa kuanzia wale vijana. Tuligundua kwamba hii elimu ya uraia, yani ilikuwa ni kwamba ni kitu kinasomwa ili wafaulu mitihani, lakini kuiishi ilikuwa ni changamoto. Kwa hivyo wao wenyewe tulikaa nao baada ya wiki 2 tunawafundisha intensive training. Baadaye walivyokuwa wamepata yale maarifa, walivyoenda tena huku kwa vijana wenzao tunasema uraiani, nako wakakutana na kitu kama kile na wakaweza kutransform ile hali. Cha kwanza, kulikuwa hakuna mwamko wa vijana kuhudhuria mikutano ya kijamii kwa wingi. Sasa hivi wanahudhuria. Cha pili, tulikuta kama kuna kamgogoro fulani hivi baina ya viongozi wa serikali na vijana. Viongozi wa serikali wanasema tunatoa fursa vijana washiriki, nao vijana wanasema sisi hatushirikishwi, tunaona fursa wanapewa vijana wale. Baadaye kuja kukaa nao vizuri tukaja tukagundua kwamba pande zote zilikuwa sahihi. Vijana walikuwa sahihi hawashirikishwi, na viongozi wa serikali walikuwa sahihi wanawashirikisha. Kumbe zile fursa zikilishirikishwa, kuna baadhi ya vijana wachache walikuwa wanaziodhi azifike kwa vijana wengine. Kwa hivyo wale vijana wengine wakaona hamna umuhimu wa kuhudhuria. Kwa hivyo nalo hilo limeweza kuzibwa, maana sasa tumetengeneza consortium au muunganiko ambao viongozi wa serikali wakishusha taarifa kwa viongozi wao zinawafikia wote kwa usawa. Katika halmashauri ya jiji la Tanga ambako karibu 1/3 wakazi wake ni vijana, mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu umeendelea kuwajengea vijana uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii, kutambua fursa zilizopo na kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto zinazoikabili jamii. Sisi Restless Development tulikuja na elimu, lakini tunashukuru kwa sababu tulipewa njia za namna gani ya kuwapata hao vijana, basi tuliwapatia elimu. Kwa sasa hivi tunashukuru, tulivyokuta na sasa hivi ni tofauti. Jina langu ni Mwanamvua Bwana Swalehe. Nimepata mafunzo ya ujasiriamali na ujuzi wa kutengeneza sabuni za maji, batiki pamoja na mafuta ya mgando. Lakini kwa hali yangu ya pesa
nikaangukia kwenye sabuni za maji. Mradi mimi nashukuru kwanza, umenifaisha pakubwa tu, kwa sababu nilikuwa nipo nyumbani tu, sina kazi yoyote. Uone nimejiajiri mwenyewe, inanisaidia. Kwa hiyo nashukuru sana. Mabadiliko hayo yanaonekana pia katika sekta ya uchumi. Naibu Meya wa jiji la Tanga, Khalid Rashid, anaeleza kuridhika kwake na ongezeko la vijana wanaonufaika na mikopo ya halmashauri, hali inayoonyesha kwamba kuna ongezeko la imani na ushiriki wao katika shughuli za maendeleo. Zaidi ya shilingi bilioni 3 zimetolewa kusaidia kuanzisha na kuendeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ni kweli kwa kipindi cha miaka hivi karibuni kuna mabadiliko makubwa sana, hasa ya ushiriki wa vijana katika mambo mbalimbali. Yaani hii mimi lazima nikubali, hata kule kwenye mikopo yetu ya asilimia 10 halmashauri ya jiji, unakuta vijana wameitikia kwa kiasi kikubwa sana kuja kuchukua ile mikopo. Yes, kwamba juzi hapa tumetoa zaidi ya bilioni 3 na pointi, lakini tuna vikundi 174 ndio vimepata. Lakini kuna vikundi vingi bado havijapata fedha. Lakini ukiviangalia kundi kubwa ni la vijana. Kwa hiyo tunawashukuru wenzetu wa Tanga yetu namna ambavyo wametoa hizi fursa kwa vijana. Sasa hivi vijana wengi wanajitambua kwamba wanao wajibu, wana haki ya kupata shughuli zote za kimaendeleo. Wataalamu wa maendeleo ya jamii wanaona kuwa ushiriki wa vijana katika masuala ya maendeleo unaongezeka, hali inayojenga kizazi chenye uwezo wa kutambua, kufuatilia na kutumia fursa zilizopo kwa manufaa yao na ya jamii kwa ujumla. Hili nakubaliana nalo kwa sababu nilipo Tanga kwa takriban miaka 4. Kwa hiyo nikilinganisha hali ya vijana waliokuwepo miaka 4 nyuma na sasa, kuna mabadiliko makubwa sana. Na kikubwa kilichosaidia kwamba programu ya Tanga yetu inatumia approach ambayo inakuwa ni shirikishi. Vijana wanaanza kushirikishwa namna ya kubuni, kupanga na kutekeleza miradi yao. Lakini pia wanatumia, kuna kitu kinaitwa program ambayo kwenye kila mradi ipo ile mabadiliko ya kifikra, mindset changes. Sasa mindset changes ni program ambayo imesaidia vijana wengi sana kufanya miradi kwa kujituma na hatimaye ile miradi imeleta mabadiliko. Kwa uchumi wa Tanga sasa wa vijana unakuwa, na tukiangalia takwimu inaonyesha vijana kwa Tanga ni wengi, takriban 39.4 ni vijana. Kwa hiyo tusingetengeneza mazingira rafiki, tulikuwa tunatengeneza bomu ambalo lingekuja kuharibu maisha ya Tanzania. Kwa jitihada hizi na ushirikiano wa wadau mbalimbali, matarajio ya kuwa na vijana wenye mchango mkubwa katika maendeleo kuelekea mwaka 2050 yanaendelea kujengwa kuanzia sasa. Kupitia mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu, imeonekana wazi kuwa vijana wanapopewa nafasi, taarifa sahihi na jukwaa la kushiriki, hubadilika kutoka kuwa watazamaji na kuwa washiriki wa maendeleo ya jamii zao. Hii ni TriGen Media na mimi ni Dennis Mwasalanga.